jinsi ya kujiunga au kufanya vikao kupitia application ya Google Meet. Kwanza kabisa, kama huna software hii ya Google Meet, ingia Play Store, nenda kwenye search button pale, search Meet. Kwa wale ambao wanaotumia Android, utaingia kwenye Play Store. Kwa wale ambao wanaotumia Apple, utaingia katika Apple Store na kusearch Meet. Baada hapo itakuja hii hapa juu Google Meet. So baada ya kumaliza installation, itakuletea option ya kujiunga kwa kutumia email. Kwa hiyo itakuletea email yako hapo, uta-click continue as kulingana na jina la email yako lilivyo. Hapa kuna hivi vitu vya kuallow, utaallow vyote, tena utaallow kwa kuchagua option ya while using the app ili uweze ku access microphone, videos, contact, pia kutumia notification ya vikao, lakini pia phone call na kadhalika. Baada ya hapo, ukisha install kama hivi, utaenda kwenye, kama ni kikao ambacho yani wewe unajiunga, kuna link utatumiwa. Ukiklik ile link itakuleta moja kwa moja kwenye Meet. Mfano, iwapo unajiunga na kikao, badala ya wewe kuanzisha kikao kipya, utaenda katika chat sehemu popote ambapo umetumiwa link ya kujiunga na kikao. Kwa utaenda utaklik ile link direct, itakuuliza hapa email ya kutumia, utagusa pap, upo kikaoni, lakini hujaomba ruksa. Unachotakiwa kufanya ni kuomba ruksa. Utaklik hapa palipoandikwa ask to join, automatic utakuwa umejoin katika kikao hicho. Kuna wale wenzangu na mie wasiopenda kuonekana kwenye kamera, na maanisha wale ghosts. Utagusa button hiyo hapo pap, automatic utakuwa umetolewa kwenye reel, utakuwa unashiriki kama ghost au mchawi. Utasikia sauti yako lakini hawakuoni. Katika screen inakaa profile picture yako ile ambayo umeweka katika email. Ajabu ni kuwa mwendesha kikao hataki aonekane, kazima kamera, na mshiriki kikao naye hataki aonekane, kazima kamera, na watu wanataka video calling. Hapa sasa ndo utamu unapokuwa. Ila hivi ndivyo namna ambavyo layout ya kikao inavyotokea. Pale video umezima na mwendesha kikao pia naye amezima video yake. Inapotokea huna cha kuchangia, unasikiliza tu, uta click your mic, itazima kama hivi, afu utakuletea maneno hapo, trying to speak, turn on your microphone. Ukigusa inarudi kuwa on kama hivi. Pia unaweza ukazima video kama hivi, ukawa huonekani kwenye kamera, lakini pia na sauti pia haipo. Unaweza ukarudi live kama hivi na ukaklik button ya sauti, ukarudi kama kawaida, ukachangia mada. Kama tumefikia mwisho wa kikao, utakachokifanya utaklik button hapo nyekundu. Ya button hapo automatic itakata kikao, na hapo tayari kikao kitakuwa kimeisha. Utajiondoa katika kikao. Unataka kuanzisha kikao kipya, utakuja sehemu hapa chini palipoandikwa new, utaklik pale new video meeting. Hapa patatokea baadhi ya suggestion ambazo wewe kama miongoni mwa washiriki wa kikao watakuwa hapa, utawaklik moja kwa moja. Lakini pia unaweza ukaanzisha kikao kwa washiriki ambao hawapo kwenye suggestion hizi kwa kuklik sehemu iliyoandikwa create link, utabonyeza link. Baada hapo chini hapa kuna mahali hapa pa copy, utacopy link, alafu utaenda utapaste, ima ni kwenye message za kawaida au kwenye group za WhatsApp, au unaweza ukaposti labda Instagram, kwenye social network hizi unaweza ukaposti kuwajulisha watu kwamba kikao kime labda umecreate kikao, alafu ile ni link ya kujiunga. Kwa hiyo yote atakayejiunga atakuja moja kwa moja, ataclick ile link, alafu atakuwa amejiunga moja kwa moja kwenye kikao. Kwa mfano, nimetuma link ile kwa mtu ambaye ninayemtaka ajoin kikao hicho nilichokianzisha. Yeye mtu atakachofanya ataclick ile link, itamleta mlangoni mwa kikao kama kawaida. Uweze kuingia bila ruksa. Click button ya join, utakuwa umeingia katika kikao. Huu ndio utakuwa muonekano wa kikao cha watu wawili ambao wanapigiana video call lakini hawataki kuonana, ama wanataka kuonana watakuwa wanaonana kama ambavyo video call za WhatsApp zilivyo. Natumai umepata chochote kutoka katika video hii. Please like, share kwa mwingine aweze kupata ujuzi kama huu. Pia ukisubscribe nita appreciate. Thank you. Wow!